Unaweza ukaongeza mauzo ya biashara yako na ukafanikiwa katika biashara kwa kufahamu saikolojia ya wateja au saikolojia ya mauzo. Unajua watu wengi wanalalamika kwamba sasa hivi biashara yangu imeshuka, sasa hivi kiwango cha biashara yangu imekuwa chini, lakini kwa sababu tu hujafahamu saikolojia ya mauzo, saikolojia kumuelewa mteja. Na yote yanatokana na saikolojia ya binadamu kwa ujumla. Ukishajua saikolojia ya binadamu, basi unajua namna gani ya kucheza na akili ya binadamu, kwa jinsi gani binadamu anataka nini ili wewe upate faida ya kupata mauzo makubwa kwenye biashara yako. Sasa leo nitaenda kukusaidia jinsi gani unaweza kutumia saikolojia kuongeza mauzo ya biashara yako. Na kiukweli ukinielewa vizuri na ukinisikiliza katika somo hili kwa umakini, utatoka katika ile hali ya kutoa kulalamika kwamba sasa hivi mauzo yamekuwa chini, sasa biashara imekuwa ngumu, na utaanza kuona mauzo yakiongezeka kwa kiwango kikubwa, kwa sababu sisi binadamu huwa tunaongozwa na vichocheo mbalimbali. Sasa saikolojia inatusaidia kuelewa hivyo vichocheo ambavyo vinaongozwa na binadamu. Sasa wewe unavitumia hivyo ili kuongeza mauzo au kuongeza faida katika biashara yako. Kwa sababu kuna saikolojia nzuri na kuna saikolojia mbaya. Saikolojia nzuri ni ile ambayo unaitumia kupata faida ya pande mbili, lakini saikolojia ambayo sio nzuri, hiyo tunaita manipulation. Hiyo sitaizungumzia, tazungumzia saikolojia ambayo ina uhalisia, ambayo ina faida pande mbili, sio kwa lengo la kumuumiza mtu mwingine. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Okay, sasa katika suala la saikolojia ya mauzo au saikolojia kumuelewa mteja, kuna kanuni ambazo leo tutaenda kuziangalia, ambazo ukizijua vizuri zinaweza kukusaidia kuongeza mauzo. Sasa kanuni ya kwanza kabisa au siri ya kwanza saikolojia ambayo unatakiwa uifahamu ili uweze kusaidia kuongeza mauzo ni kanuni ya uhaba, au unaweza kuita kanuni ya uharaka, scarcity and urgency. Hii kanuni ina nguvu sana. Ukiweza kuitumia vizuri, inaweza kuboost mauzo yako kwa kasi kubwa. Sasa watu mara nyingi huwa wanathamini zaidi kitu ambacho ni adimu au kinachokaribia kuisha kuliko kilichopo kwa wingi. Hofu ya kukosa fursa ambayo inaitwa FOMO, yani fear of missing out, umsukuma mteja kuchukua hatua haraka badala ya kuchelewa. Sasa kikawaida, kisaikolojia, yani sisi binadamu waga vitu ambavyo ni adimu kupatikana huwa tunavithamini zaidi, au kile kitu ambacho kimekaribia kuisha. Yani ndio maana mara nyingi ukiwa hata unafuatilia kitu kikaribia kuisha, waga unaanza yani kushawishika zaidi kutafuta kitu kingine, kwa sababu sisi binadamu huwa tunathamini vile vitu ambavyo ni adimu au vile vitu ambavyo vimekaribia kuisha, lakini vile vitu ambavyo viko kwa wingi wakati tunavichukulia kawaida. Hivyo pia unaweza kuchukulia mfano, dhahabu ina thamani kubwa kwa sababu ni adimu kupatikana. Kwa hiyo hata kwenye biashara yako, ili kuiongeza thamani, lazima ujue namna ya kucheza na saikolojia ya binadamu, kwa sababu binadamu sisi, yani lazima uelewe hicho kitu. Ukipingana na uhalisia wa binadamu, manake utakuwa unataka kushindana mafuriko ya bahari, hauwezi, mwisho wa siku yatakusukuma. Kwa lazima uelewe saikolojia ya binadamu inataka nini, na wewe ujiposition kulingana na jinsi inavyotaka. Kwa saikolojia ya binadamu inataka mambo haya, kwamba binadamu waga tunathamini vitu ambavyo viko hadimu na vitu ambavyo vinakaribia kuisha. Kwa kwenye biashara yako lazima uzingatie hivi vitu. Sasa unaitumiaje hii kanuni ya uhaba na urgency ili kusaidia kuongeza mauzo? Sasa kwenye issue ya kipimo cha muda, unaweza ukasema hivi: orodha hii ya punguzo la 20% mwisho ni leo saa 6 usiku. Na mara nyingi hata kwenye biashara nyingi ukiangalia wale watu ambao wana brandi biashara zao Instagram, utakuta anakuambia ofa hii inaisha saa 6 za usiku, au ofa hii inaisha saa 4 asubuhi, au ofa hii ni ya msimu wa sikukuu tu. Lazima uwe na mkakati wa namna hiyo, kwa sababu binadamu wakati tunapenda vile vitu ambavyo ni adimu kupatikana au vile vitu ambavyo vinakaribia kuisha. Sasa ukionyesha kwamba kile kitu kipo tu, watu hawawezi kuja kukikimbilia kwa sababu wanaona kitakuepo tu muda wote. Kwa lazima utengeneze mazingira kuonyesha kwamba hicho kitu ni cha adimu na kitapatikana kwa muda mfupi. Hapo ndo utakuwa unamsukuma mtu kukimbilia hiyo fursa. Kuna kitu ambacho kinatongoza si binadamu kinaitwa FOMO, fear of missing out, na hiyo ndio inamsukuma mtu kwenda kuchukua hatua haraka. Lakini pia unaweza kutumia katika kipimo cha idadi. Unaweza kusema zimebaki bidhaa 3 tu kwenye store. Unaweza kuna maduka mengine waga naona wanatangaza Instagram wanakuambia zimebaki 4 tu, na huwa gazi kai. Mtu ukisikia hivyo lazima ukimbie tu kuja kununua, kwa sababu unajua kama zibaki 4 na ameshatangaza hivi, basi
nitakuwa zimebaki labda 2, kwa lazima ukimbie. Kwa hapo unakuwa unamwamsha mtu, unachochea ile FOMO, ile hofu ya yeye kukosa kile kitu, inamfanya aone kile kitu cha thamani zaidi na kuja kununua. Kwa hiyo unaweza kusema labda zimebakia 10 tu store na mzigo utaisha, au mzigo ni mchache, wai haraka, na mara nyingi watu wanapenda sana kutumia hiyo. Lakini ukiwa unatangaza tu tangazo ambalo liko tu kawaida, liko kavu, bila kuongeza msisimko wa saikolojia, huwezi kumshawishi mtu, kwa sababu litakuwa la kawaida, halina msisimko mkubwa. Kwa sababu sisi unajua binadamu tunaongozwa na hisia zaidi. Yani hisia waga zina nguvu kubwa kuliko ufahamu wa kawaida. Yani hiyo ni ya kawaida. Ndio maana inaweza katokea changamoto hata hapo unaponisikiliza, ukafanya maamuzi ya haraka, baadaye ndio ukaja kuchambua hiyo changamoto, kwa sababu hisia ina nguvu. Na hiyo tumeumbwa sisi toka zamani, kwa sababu ilibidi tujilinde kwa haraka zaidi, kwa sababu zamani tulikuwa karibu na wanyama, mazingira tuliokuwa tunaishi yalikuwa ni hatari. Kwa hiyo hisia ilikuwa inafanya kazi kwa nguvu zaidi kuliko akili. Fikiria umemwona simba mpaka uanze kutathmini labda ni simba mkubwa au simba mtoto, semesha kula. Kwa hiyo hisia zina nguvu kubwa zaidi. Sasa tahadhari ya mbinu hii, tumia mbinu hii kwa ukweli. Ukidanganya mara kwa mara, wateja watapoteza uaminifu. Sasa tahadhari ya mbinu hii, ukisema zibakia 10, alafu baada ya muda wakaziona zipo nyingi, watu wataona wewe ni mtu wa michezo. Kiukweli tumia uhalisia. Yani lengo la mbinu hii si kucheza na akili za watu, hapana. Tumia saikolojia ili boost biashara yako. Sema ule uhalisia, yani mtengenezee mtu mazingira aone ule ushawishi kwamba kile kitu kitapotea au kitakuwa ni nadra kupatikana tena. Kwa mfano zibakia ofisini kweli nguo 4, mwambie zibaki 4. Kama ziko 20, mwambie zibaki 20. Au baada ya kusema hivyo, kaa kimya, usiendelee tena kutangaza tena siku nyingine tena, au watu wakaanza kufuatilia wakuta kuna mzigo mkubwa zaidi, utapoteza uaminifu. Hii kanuni inaweza ikakupatia faida, lakini pia ikakupatia hasara. Ukiwa muongo na watu wakakugundua kwamba umewadanganya, unapoteza kabisa uaminifu. Kwa hiyo jitahidi sana useme uhalisia. Kama ukishasema ni mwisho sikukuu, ofa hii itaisha, basi iishe. Kama mwisho ni saa 4, ikishaisha weka msimamo kwamba imeshaisha. Tengeneza tena ofa nyingine ambayo itamchochea mtu kuchukua hatua. Mbona ofa zipo nyingi. Unaweza kusema ofa ya weekendi, ofa ya Alhamisi, ofa ya 8 kama imefika msimu wa 8. Kwa hiyo yani usiwe limited kumfanya mtu akapoteza uaminifu na wewe. Kuwa tu mjanja, yani kila siku wewe unabuni kwamba ofa kwa msimu huo wanafunzi. Kuwa mjanja tu, yani tengeneza mazingira ya kumshawishi mtu hisia yake ichochewe kufanya uamuzi. Okay, sasa siri ya pili au mbinu ya pili ambayo unaweza kuitumia kuongeza mauzo kwenye biashara yako na kucheza na saikolojia ya mteja ni kanuni ya udhibitisho wa jamii, yani social proof. Sasa hii waga ina nguvu sana. Ukitaka kujua ina nguvu sana, ndio maana unaweza kuona mgawa fulani watu wengi wanakula na unajikuta unaenda kula pale, kwa sababu sisi binadamu huwa tuna mambo yafuatayo. Tunapokuwa tunashindwa kufanya maamuzi, waga tunaangalia watu wengine wamefanyaje. Ndio maana unakuta kuna ule msemo anasema kama yule mbona alifanya hivi, kwa sababu sisi binadamu tunapenda sana kuangalia wengine wamefanyaje pale ambapo tunakuwa tunashindwa cha kufanya. Hiyo ndio inaitwa social proof. Yani tunapendaga sana kutumia watu wengine kuangalia mfano kama tukiwa hatujui kitu gani cha kufanya. Na ina nguvu kubwa sana. Ukitumia vizuri inaweza kuongeza ushawishi katika biashara yako. Sasa binadamu wengi wana tabia ya kuangalia watu wengine ambacho wamekifanya ili kufanya maamuzi yao, hasa wanapokuwa na mashaka au wasiwasi kuhusu bidhaa mpya. Ndio maana mabrandi makubwa duniani waga natumia watu wenye ushawishi mkubwa kama kina Messi, kama kina Ronaldo, ili watu wasiogope kwenda kuitumia ile bidhaa. Kwa sababu si binadamu tunapokuwa na wasiwasi au tunapokuwa na mashaka, tunaangalia nani anaweza kufanya kile kitu ambacho sisi tunakionea wasiwasi. Kwa hiyo tukiona kama kuna mtu mwingine anafanya, unaona mbona yeye anafanya, mbona imewezekana, basi na sisi tunaweza tukafanya. Yani ili unielewe vizuri, sisi binadamu tunapokuwa tunafanya maamuzi hasa yale magumu, tunaangalia mtu mwingine aliyefanya vile, au tunaangalia watu wengine wanafanyaje. Ndio maana unaweza kukuta mama anayetoa ushuhuda, labda yeye alipopitia changamoto na kashinda, anaweza kumshawishi mama mwingine kwa nguvu zaidi, kwa sababu yule mama mwingine anaona maisha yake kwa yule mama.
Hivyo ndio saikolojia ya social proof inavyofanya kazi. Sasa unaweza kaitumia hii kuongeza mauzo kwenye biashara yako. Sasa unaitumiaje? Onyesha ushuhuda, tunasema testimony, na hii mara nyingi naonaga sana watu wanaifanyia matangazo, na maoni chanya au maoni mazuri kutoka kwa wateja waliopita. Unaweza kutoa ushuhuda kwanza kwamba sasa hivi tumeshafanya kazi na wamama labda 500, au tumeshafanya kazi na wanafunzi labda 200 wa chuo, au unaweza kutengeneza picha. Naonaga hata Instagram au Facebook matangazo yale ya sponsor ad, naona watu wanaweka picha ya comment ya mtu ale comment ile inamsaidia yule mtu, kwa sababu mtu anapokuwa na wasiwasi kutumia bidhaa mpya, labda unatangaza vipodozi au unatangaza biashara yako mpya, mtu anakuwa na wasiwasi, hii itakuwa ni nzuri au itakuwa inapendeza. Sasa anaangalia watu wengine wanasemaje. Hizo ndio reviews, zina nguvu kubwa. Kwa hiyo jitahidi sana unapokuwa unafanya biashara yako, tafuta zile testimony, waambie watu kwamba unaionaje. Ndio maana hata makampuni makubwa huwa yanakuuliza rating our service. Zile ni testimony ambazo zinawasaidia wao kutengeneza ushuhuda zaidi kwa watu. Kwa hiyo usiache tu kumuuzia tu mtu afu ukamwache hivyo. Mwambie kama ni mtandaoni, comment chochote, umejisikiaje baada ya kumfanyia huduma nzuri. Ile comment yake ndio itakusaidia kumleta mtu mwingine, kwa sababu binadamu huwa tunaangalia watu wengine wanafanya nini pale tunapokuwa hatuna maamuzi ya kufanya. Lakini tumia takwimu au picha za wateja waliotumia huduma au bidhaa yako. Zaidi ya watu unaweza kutumia mfano huu, labda zaidi ya watu 500 wamepata matokeo mazuri mwezi huu. Sasa hapa kwenye kutumia takwimu au picha, paka mtu akubali. Kama utaweza ni vizuri. Naonaga sana hii wanaitumia sana watu wa saluni, ana msuka mdada anapendeza vizuri alafu anamrekodi. Sasa lakini kwenye sehemu nyingine kuna watu wengine ambao hawapendi picha. Kama mtu atakubali ni nzuri na ina nguvu zaidi. Yani baada ya mtu kumuuzia biashara, basi unamwambia naomba nikurekodi, alafu unakuwa na mhoji kidogo kwamba unaonaje hii biashara au unajisikiaje. Vile anavyoongea ndio inatengeneza nguvu kwa watu wengine. Unaweza kuchukua hata mfano kwamba wamama 500 wameshapata matokeo mazuri kwenye bidhaa hii. Wale wamama 500 kama una picha yao umeshawapiga, au mama mmoja unakuwa unaenda unamfuata, unamuulizia, anaongea, umemrekodi, unakuwa unaweka mtandaoni. Na mara nyingi kwa mfano ukifuatia kama kampuni ya Red Bull, waga wanafanya wenyewe mashindano labda pikipiki au challenge za mazoezi. Kwa kupitia zile challenge wana brand pia na kinywaji chao. Kwa hiyo unakuta muda mwingine kabla hajafanya challenge anakuwa anahangaika anakosea, akija akanywa kile kinywaji ndio yeye anapata nguvu. Kwa hiyo hiyo ni mbinu pia ya kuboost biashara yako ili ionekane, kwa sababu unakuwa unaonesha uhalisia. Mtu mwingine akiona kama wewe ukafanya vile, basi na mimi naweza nikapata matokeo mazuri kama hayo. Lakini pia unaweza kutumia mbinu ya kuonyesha picha za vifurushi vikiwa vinasafirishwa kwenda kwa wateja, au wateja wakilipia dukani kwako. Na hii naonaga sasa hivi watu wengi wanaifanya pia. Mtu akishalipia mzigo wa mkoani, wanapiga picha wanatuma. Hiyo pia na yenyewe ina nguvu, kwa sababu mtu akiangalia kule labda yupo Geita au uko Shinyanga, akiona kwamba huyu mpaka watu wengine wameenda kununua kwake pale, basi hichi kitu kinauhalisia, hichi kitu ni kizuri. Kwa hiyo tengeneza mazingira ya kutokupuuzia hichi kitu, kina nguvu kubwa, kwa sababu binadamu saikolojia yao wanapokuwa hawana uamuzi wa kufanya, wanaangalia watu wengine wamefanya nini. Sasa kama wewe kwenye biashara yako hamna watu wengine ambao wanaisemea biashara yako, naye atakuja kununua, ni ngumu. Usidharau, wewe tengeneza tu matangazo. Na sasa hivi uzuri, kuna mifumo mingi ya kutengeneza matangazo. Kuna AI, unaweza kuchukua simu yako kamrekodi mtu, kamuomba, unaweza kumuomba mtu acomment, unaweza kumuomba mtu akutumie maoni yake baada ya kutumia bidhaa yako. Itakusaidia sana kuboost mauzo. Lakini mbinu ya tatu ambayo inaweza kusaidia kuongeza mauzo na kuongeza nguvu ya kupata wateja kuja kununua bidhaa zako ni kanuni ya kuongelea upande wa faida, sio sifa. Tunaita benefit over features. Sasa hapa watu wengi waga ndo wanakosea. Unakuta anaelezea mavitu magumu kwamba hii gari ina injini si G ngapi, hii simu ina uwezo wa pixel ngapi. Watu mara nyingi wanapenda kusikia faida, sio sifa. Asilimia kubwa binadamu waga wanapenda kununua kitu ambacho kinaweza kutatua matatizo yao. Yani saikolojia ya wateja iko hivi, wateja wanapenda kusikia kitu kile kitawasaidia nini, sio zile sifa za kile kitu. Unaweza ukatumia sifa, lakini
kwa kuelezea faida, lakini sio eti uelezee tu sifa kwamba ina betri labda 3 mph ile mAh ile ya betri kwamba ina uwezo mkubwa vile. Watu hawaelewi hata kwanza hayo ma 3 mph hawayajui. Watakuwa uelezee faida kwamba hii simu ukinunua unakaa nao kwa siku 3. Hata kama muda unakuwa umeme umezima, wewe utakaa nao kwa muda mrefu. Mtu ndo anataka kusikia hicho, kwa sababu mtu mwenye changamoto hiyo atakuja kununua simu haraka. Sasa wateja huwa hawajiulizi bidhaa hii ina sifa gani, bali kujiuliza bidhaa hii inanisaidiaje mimi au inanitatulia tatizo gani. Hii ndio saikolojia ya wateja. Sasa wewe ukiwa bize kwamba hii TV ina nguvu, hii imetengenezwa kwa madini haya, wateja waga wanaga hayo mambo. Wanajiuliza hii bidhaa itanisaidiaje na itanitatuliaje tatizo langu. Mtu anaangaa kwamba hivi TV kwa ukubwa huu itanifaidishaje mimi nikiwa nyumbani, nikiwa naangalia movie nitajisikiaje. Mtu anataka kusikia hiyo hali. Mwambie kwamba ukinunua hii TV ni kubwa, utaona movie vizuri. Unaweza kutoa mfano kama unaangalia labda series, utaziona vizuri, au sauti yake ni nzuri, inakufanya ujihisi kama uko kwenye sinema. Yani mtu anapenda kusikia. Lakini ukianza kuelezea yale vitu magumu ambayo ni ya kitaalamu, watu hawana habari na hayo mambo, na utajikuta unaongea sana. Na unaona hata mtandaoni unakuta mtu anaongelea hayo, like ziko 3, video haiendi kokote, kwa sababu wateja wanapenda kusikia hiyo bidhaa itamsaidiaje na itamtatuliaje tatizo. Sasa unawezaje kuitumia hii kanuni ya kuongelea sifa, ya kuongelea faida badala ya kuongelea sifa? Sasa issue ya kwanza kabisa, badala ya kuelezea tu sifa za kiufundi, yani features, badilisha zilingane na faida halisi anayopata mteja, yani benefit. Baadaye sasa unaweza ukaitengeneza vizuri. Badala ya kuongelea tu sifa, unaweza ukaiongezea na benefit pale pale. Unaposema labda hii gari ina engine G labda 300, unaambia kwa sababu ina uwezo wa kukusaidia wewe, kwa mfano unatoka Dar es Salaam kufika Dodoma kwa haraka kama unaenda kwenye kikao cha kazi, au hii simu itakusaidia kukaa na chaji kama unafanya shughuli zako kwa muda mrefu. Hata kama umeme utakuwa umezima, hutahangaika tena labda kwenda kuchaji simu muda wote, kwa sababu ndio changamoto ambazo watu wanazipitia kwenye masuala ya simu. Kwa hiyo unaweza ukaongelea features kidogo afu faida zikawa nyingi kuliko kuongelea tu features. Mara nyingi watu hawapendi kusikia hizo. Sasa mfano kama kwa mfano ni issue ya betri ya simu, au nataka kuzungumzia kuhusu biashara ya simu. Baada ya kusema simu hii ina betri ya 500 mAh, sema ukiwa na simu hii utatumia siku 2 nzima bila kuchaji hata ukiwa safarini. Hii ndio changamoto ambayo inawasumbua watu wengi, kuchaji simu muda wote. Mtu unakuta anaenda anatembea na chaja, mtu unakuta anahangaika simu yake imeshua chaji. Sasa unapomuelezea kwamba hii simu ina betri labda ya 5000 mAh, itakusaidia kukaa na chaji siku 2 na utahangaika kuchaji, na hata kama umeme umezima, wewe utaendelea tu kuponda maisha. Unaweza kuongezea na ucheshi wako, lakini cha msingi umeshaelezea faida. Zingatia jinsi bidhaa yako inavyookoa muda, fedha au kuondoa kero, yani maumivu ya mteja. Mara nyingi angalia hicho kitu katika kutangaza bidhaa yako. Angalia jinsi inavyookoa muda, fedha na kuondoa kero au maumivu ya mteja. Kama unauza nguo, muelezee hii nguo ukivaa unaenda kanisani, yani utapendeza sana kwa sababu ina rangi nzuri na inapendeza na inawafaa wadada wale ambao wanachipukia, wadada ambao ni wa sasa. Mtu atafurahi kwa sababu anaona na yeye anatamani kupendeza na yeye kuonekana wa kisasa. Kwa lazima atakuja kununua. Lakini ukianza kuelezea ina madini ya cotton, si magumu, watu wengine hata hawajui cotton ni nini. Kwa hiyo jitahidi sana, zingatia kwanza unapoelezea mteja anafaidikaje katika hiyo bidhaa, katika swala la muda, katika swala la fedha na kuondoa kero au maumivu ambayo atayapata au anayoyapata. Bidhaa yako itaenda kumsaidia nini? Okay, sasa mbinu ya 4 ambayo inaweza kusaidia kuongeza mauzo ni kanuni ya kutoa kwanza, au hii wakati tunaita kanuni ya kulipa kwa fadhila, reciprocity. Hii ina nguvu sana na inacheza katika ile asili ya binadamu. Si binadamu waga hatupendi kuonekana watu ambao sio wema. Tunapenda kuonekana ni watu ambao ni wazuri. Inatokana na concept hiyo. Sasa ukijua kuitumia vizuri itakusaidia sana kuongeza mauzo
katika biashara yako. Okay, sasa kisaikolojia, wakati mtu anapopokea zawadi au msaada au kitu cha thamani bila kulipia, anajisikia kuwa ana deni la kurudisha wema huo. Mtu yeyote, na hii mara nyingi hata watu wanaitumiaga vibaya sana sana kwa jinsia ya wanawake, unakuta nampa vitu kwa mwanamke mpaka anachanganyikiwa, anashindwa sasa afanyeje, kwa sababu kashapewa vitu, kashanunuliwa simu, kama sasa hivi kashanunuliwa iPhone 17, kashanunuliwa gari. Sasa anapokuja kuombwa kitu ambacho yeye mwenyewe alikuwa hataki, anashindwa kuacha kutoa kwa sababu anakuwa amefanywa wema mkubwa. Hii ndo kanuni inachezea kwenye sekta hiyo. Kwa hiyo unaweza kuitumia pia hata kwenye biashara. Binadamu sisi wakati tunapotendewa wema huwa tunajisikia vibaya kutokurudisha wema baadaye. Yaani tunajisikia deni. Yaani ukitaka kumpa mtu deni la kisaikolojia, mtendee wema, na yeye atajisikia vibaya kuja kukataa. Ndio maana hata mtu akitaka labda kuja kuchukua kitu kwako, anaweza kuja akakununulia kitu afu akapotea. Baadaye anakuja kuomba kitu kikubwa zaidi kwako. Sana sana wanafanyaga hata pia hata walevi. Kama akitaka labda barua fulani umsainie, anakupeka sehemu anakunyesha pombe, baadaye akija kukuomba umsainie barua, unakuwa huwezi kukataa kwa sababu unakuwa unaona una deni juu yake. Au watu ambao wanatoa rushwa, akishakupatia manake unakuwa unachanganyikiwa, sasa huwezi kukataa kwa sababu tayari una deni. Kwa hiyo hii saikolojia ni nzuri, lakini ikitumika vibaya inakuwa sio nzuri. Hii inacheza kwenye saikolojia binadamu kwamba sisi binadamu tunapenda kulipa fadhila pale tunapotendewa fadhila. Sasa unaitumiaje kwenye biashara yako? Toa elimu ya bure, ushauri au sampuli za bure, yani free trial, yani au sample kwa mteja anayetarajiwa. Sasa hii mara nyingi huwa na unaga hata mtandaoni watu wengi wanakosea. Unakuta mtu anauza vipodozi, lakini kila siku anaposti vipodozi. Hapo uwezi ukaongeza mauzo kwa kasi. Ili uweze kumshawishi mtu, toa elimu kwanza ya bure. Muelezee mtu hicho kipodozi kinafanyaje kazi, muelezee ngozi yake kwa nini inafaa kwa hiyo aina kipodozi. Toa ushauri wa bure, mafuta gani atumie. Mtu anapoona kwamba umemsaidia kumpa ushauri wa bure, anaona huyu atakuwa na elimu, au huyu atakuwa ni mzuri na atakuja kulipa wewe wema kuja kununua bidhaa kwako. Lakini wewe kila siku nunua hii biashara, nunua hii, nunua bidhaa hii, nunua hii, mtu atakuwa anaona kwamba wewe uko kwa ajili ya biashara tu, huko kwa ajili ya kusaidia watu. Lakini unapotoa elimu bure, mtu ataona kama una lengo la kutaka kumsaidia. Kwa hiyo na yeye lazima atalipa ile fadhila ya msaada uliompa yeye. Unakuta mtu anahangaika, hajui mafuta gani ambayo yanamfaa. Wewe uko busy tu, nunua hii vipodozi, au nunua hii gari, nunua hii simu. Unakuta mtu hajui kwamba mimi kwa hela yangu sasa hivi nilivyo nayo, gari gani ambayo inanifaa sasa hivi. Lazima uelezee gari gani, kwa kiwango gani, na kiwango gani cha pesa. Wewe kila siku tunaelezea hii Toyota singapi ngapi, kwa sababu kuna watu anataka tu labda sasa hivi anunue gari kwanza kwa shughuli zake, kwa sababu zinambana, na anapoenda labda anahitaji kuwa na gari, lakini anahitaji la hela nyingi. Sasa wewe uko busy unaelezea tu hii Toyota ngapi na uwezo hivi na hivi. Uelezea kwamba hii gari ni nzuri, inamfaa kwanza mtu wa namna hii, na uwezo wake ni huu, inasaidia kupita kwenye sehemu za changamoto kama unafanya kazi labda mashambani. Kwa mtu ambaye ni mkulima akiona anakuja mbio kuja kununua, kwa sababu unakuwa umempa elimu, unakuwa kama umempa ushauri, unakuwa unampa kama mfano. Na pia hii unaweza kuitumia pia hata kwenye application, unaweza au kozi zozote ambazo unazifanya mtandaoni. Toa kwanza sample za kozi zako za bure, alafu mtu akishavutiwa anakuja kujiunga. Na mara nyingi wanafanyaga pia hata kwenye subscription za app nyingi au hata vingamzi. Unakuta unapewa mwezi wa kwanza bure, alafu baadaye ile fadhila lazima utailipa tu. Unaambiwa tumia kwa wiki 2, baada hapo utalipia. Sasa mfano mfanyabiashara wa vipodozi anaweza kutoa elimu ya bure ya kutunza ngozi au kutoa sampuli ndogo. Mteja anapoona ushauri ule umemsaidia, itakuwa rahisi kwake kununua bidhaa nzima kwako. Ukiona sasa kwamba huyu mtu kama anachambua ngozi vizuri hivi, huyu mtu kama anatoa ushauri mzuri hivi, basi hata vipodozi vyake vina uhakika. Kwa anakuja kununua kwa kulipa fadhila. Yaani hapa duniani unaweza kujiuliza, sasa kwa nini jifunze hayo yote? Utakuwa unataka kuepana na uhalisia wa binadamu. Kwa sababu ili kumuelewa binadamu lazima ujue anataka nini, ili umpe anachotaka. Ukienda kinyume naye ni sawa unavyoshindana na mafuriko ya bahari. Yatakusomba tu, kwa sababu yenyewe ana nguvu kuliko wewe. Saikolojia binadamu ina nguvu. Ukienda kinyume naye, maana yake utakuwa
enda kwenye mti wa mnazi unasubiria limao lidondoke. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Okay, sasa mbinu ya 5 ni kanuni ya mawazo ya mwanzo au mfumo wa anka, yani nanga, anchoring effect. Huu mfumo ni ule wa kutumia nanga. Sasa unakuwa unatengeneza mazingira ya kutengeneza bei au kutengeneza kitu ambacho kitakuwa kama cha kuanzia alafu kinafuata na kitu kingine. Nanga ni kama kitu cha kunasia. Sasa kwenye mauzo unaweza kutumia nanga kama kumnasia mtu, alafu baadaye unarudi kwenye uhalisia wako sasa. Kwa hiyo nanga inaweza kusaidia pia kuongeza mauzo, na ni moja saikolojia yenye nguvu sana ambayo ukielewa inaweza kusaidia sana kuongeza mauzo kwenye biashara yako. Sasa maelezo ya kwanza au bei ya kwanza unayoiona au kuisikia mteja maelezo ya kwanza au bei ya kwanza anayoiona au kuisikia mteja inakuwa kama kiwango kikuu cha kupimia bei zingine zitakazofuata. Hiyo ndio inaitwa anchoring. Na hii mara nyingi watu wengi wanaifahamu na wanaitumia sana. Unaenda kuulizia bro, hii nguo shingapi, au sister, hii nguo shingapi, anakuambia 100,000. Baadaye anashuka mpaka 50,000. Ile 100,000 ni nanga. Yani ni bei ya kuanzia. Kwa sababu si binadamu wakati tunapenda kutengeneza mazingira ya kuonekana tumetendewa wema. Kwa anapoanza akwambia 100,000 baadaye akashuka mpaka 70, unaona kama akakufanyia fadhila fulani. Tunarudi kwenye kanuni ya reciprocity. Kwa lazima nawe ulipe huo wema aliokufanyia, automatic unajikuta unanunua. Sasa jinsi ya kuitumia hii kanuni, onyesha bei ya juu kwanza kabla ya kuonyesha bei ya chini au ya punguzo. Mfano, unaweza kusema bei ya kawaida ni 100,000 lakini leo utaipata kwa shilingi 65,000. Mteja atakapojua bei ya awali ilikuwa 100,000 na bei ya sasa ni 65,000, itaonekana kama fursa kubwa na bei ya nafuu sana. Kwa hiyo kuwa na mikakati kwenye biashara yako. Weka bei zako kabisa unapozipanga. Mwambie sasa hivi tumeshusha punguzo, ilikuwa 100,000, sasa hivi mpaka 75. Kwa hiyo unakuwa unacheza na hisia ya binadamu kumshawishi aje anunue. Anaona kwamba kama ili punguzo likiisha basi sasa ipata hii bidhaa tena ndaikuta imeshaisha. Kwa hiyo zingatia hivi vitu, vina nguvu sana katika kuongeza mauzo. Lakini pia weka vifurushi vikiwa vitatu. Vifurushi vya bei ya juu, vya kati na vya chini, ili mteja ajisikie yupo huru kuchagua, lakini aelekee kwenye kifurushi cha kwako cha katikati. Yaani mfano, unataka kuuza bidhaa labda inauzwa 60,000. Tengeneza bidhaa kama hiyo, hata iongezee ujazo kidogo. Fuatia bidhaa nyingi wanafanyaga hivyo. Ile ya kwanza iongezee ujazo kidogo tu, alafu ongeza bei kidogo, alafu ile ambayo unataka kuiuza sasa iwekee ujazo ambao unataka, alafu na ujazo mdogo kabisa, alafu weka na bei ya chini. Alafu ile bei ya kwanza iwe kubwa, ya katikati iwe kawaida, alafu ya chini iwe ndogo. Mteja atajikuta kama amepewa uhuru wa kuchagua, kwa sababu binadamu sisi pia tunapenda sana kuamua maamuzi sisi wenyewe, sio kushurutishwa. Kwa akiona ile ya katikati ina unafuu alafu ina ujazo ambao unakaribiana na ile ya kwanza, atanunua. Ataona kama amepata fursa ya yeye kupata kitu kwa bei nzuri ambayo inataka kukaribiana na bei ya kwanza. Ndio maana unakuta bidhaa nyingi utakuta ile ya kwanza ni bei kubwa, yani ukiongezea tu kidogo hii mara mbili yake inazidi ile ya kwanza. Yani ile ya katikati ukijumlisha mara 2 inazidi ile ya kwanza, lakini kwa sababu ni strategic ya business, wewe unaona kwamba ile ina unafuu mkubwa, kwa hiyo unajikuta unanunua. Kwa hiyo kama una bidhaa au una biashara, una bidhaa labda ambazo unazipromote, wewe kwa namna hiyo, kama una bei fulani ambayo unataka kuiuza, ile ambayo unaitaka iweke katikati, alafu ya kwanza iwe kubwa na ya pili iwe ndogo. Alafu kwenye uzito au viwango pishanisha kidogo sana kwenye ile kubwa na hii ya katikati. Mtu ataona kama kuna fursa kwamba bora ninunue ya katikati kwa sababu inakaribiana na hii kubwa, lakini kumbe wewe unakuwa umecheza na saikolojia yake. Ukiitumia vizuri hii nanga itakusaidia kuongeza mauzo makubwa. Ndio maana unakuta mteja akija kwako unamwangalia, unamwambia bwana, hii 20,000, lakini kwa sababu ni wewe ndugu yangu basi lipia 15,000. Hiyo naona watu wengi wanaifanyaga kazi, lakini kama ulikuwa hujui au kama ulikuwa unaipuuzia, anza sasa kuitumia ili uongeze mauzo kwenye biashara yako. Unaweza kuwa unasali, Mungu nisaidie niongeze mauzo, lakini hutaki kujifunza kuhusu ufahamu na maarifa na hekima ya wateja. Usipojua hivyo utajikuta wenzio wanauza, wanasema wanatumia dawa, lakini kumbe wanajua kucheza na saikolojia ya wateja.
Sasa angalizo muhimu, ili mbinu hizi zifanye kazi kwa ufanisi zaidi, daima jenga uaminifu na mahusiano mazuri na mteja wako. Saikolojia ya mauzo sio kuwahadaa watu, bali ni zana ya kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi na haraka ya kununua vitu vinavyowasaidia. Sasa lengo, kama nilivyosema awali, kwenye saikolojia kuna kitu kinaitwa manipulation, kumchezea mtu akili. Hiyo sio nzuri. Lengo la saikolojia nzuri ambayo inaitwa psychology of persuasion au psychology of ni hivyo vile, ni psychology of persuasion ya kumshawishi mtu, ni kumsaidia mtu kufanya maamuzi. Kwa sababu sisi binadamu huwa tunapenda kuongozwa tufanye maamuzi. Sio kwamba eti mtu akushurutishe fanya hivi. Na mara nyingi msaidie mtu kufanya maamuzi sahihi, sio yale ambayo yatamzuru yeye au yatakuzuru wewe. Hiyo ndio inakuwa saikolojia nzuri, na wewe utapata faida naye atapata faida kwake, lakini sio kwamba upande mmoja unapata faida. Okay. Sasa kwa leo tutaishia hapa kwenye somo hili. Kama una swali lolote unaweza comment sehemu ya comment section. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. I hope ili somo litakuwa limekusaidia sana, lakini pia kama una swali unaweza comment sehemu ya comment section na ukachangia chochote ambacho umejifunza katika somo hili. Asante sana kwa kunisikiliza. Bye bye na uwe na siku njema. Mimi naitwa Elikhan Mtz, mpaka wakati mwingine. Bye.